Ripoti yetu ya leo inamtazama rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye inaonekana kuna mahala anashindwa katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Vladimir Putin, rais wa Urusi, inaonekana kuna mahala ameshindwa tangu mwaka 2022 wakati alipoanzisha operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Rais huyo alianzisha operation maalum katika nchi ya Ukraine katika mpango wake wa kuwatetea watu wa Donbas na hatimaye kuiteka Donbas, lakini kuna mahala fulani rais huyo wa Urusi ameshindwa. Rais huyo Putin ameshindwa kuiteka Ukraine haraka na kukamilisha operesheni yake maalum ya kijeshi kwa sababu ya kukadiria sana upinzani wa Ukraine, kushindwa kwa vifaa na msaada mkubwa wa kijeshi kutoka katika mataifa ya Magharibi. Kremlin iliamini kuwa uvamizi huo ungekuwa ni operesheni ya haraka na ilitarajiwa vikosi vya Ukraine na uongozi kuanguka haraka. Badala yake wa Ukraine walionyesha umoja mkali wa kitaifa na nia ya kupigania uhuru wao. Misaada Magharibi na miungano. Kwa namna ya kipekee, nchi za Magharibi zimetoa msaada mkubwa kwa Ukraine, huku vikosi vya Ukraine vikiimarishwa kwa kiasi kikubwa na silaha za hali ya juu, akili na usaidizi wa kifedha kutoka kwa NATO na washirika wa Magharibi. Imefikia hatua jeshi la Ukraine lilikuwa likipata msaada mkubwa wa kijeshi na kupewa mafunzo kutoka kwa watu wa Magharibi pamoja na silaha mbalimbali kutoka kwa Magharibi. Faida hii ya kiteknolojia na usambazaji ilizuia maendeleo ya mapema ya Urusi. Lakini pia kuna namna ambavyo kuna kufeli kwa upangaji wa mbinu za Warusi katika mapambano. Msukumo wa awali wa kijeshi wa Urusi ulikumbwa na mipango mibaya na uharibifu mkubwa wa vifaa. Vitengo vingi vya Urusi vilishiwa na mafuta na chakula kwa sababu ya ukosefu wa maandalizi, na hivyo kufanya kuwa haiwezekani kushikilia eneo au kufikia malengo ya kimkakati, na ndio maana ilifikia hatua kulikuwa na baadhi ya wanajeshi waliotekwa mara kadhaa, na kumekuwa na ubadilishanaji wa mateka wa kivita, wakiwemo mateka wengi kutoka nchini Urusi, lakini pia wakiwemo mateka kutoka Urusi. Ukraine ilitumia mbinu za upinzani zinazohamishika zilizogatuliwa kwa kutumia silaha zinazobebwa na mtu kama vile makombora ya kukinga vifaru na ndege, ambayo iliwawezesha kukwama na kuvizia safu kubwa zaidi, lakini polepole zaidi kwa Urusi. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo linazungumzwa sasa, muda mrefu wa Ukraine uliweza kuhimili vishindo vya Urusi, wakiamini kwamba wataweza kushikilia hadi pale Urusi itakapoamua kuondoka yenyewe katika taifa hilo. Urusi ilitumia mbinu nyingi, ikitumia pia ndege za kivita kutoka nchi ya Iran, mshirika wake wa muda mrefu, lakini pia baadhi ya makombora kutoka nchini Iran. Hata hivyo, inaonekana ni kama vile wa Ukraine wamepata mbinu nyingi za kuweza kudungua ndege za Shahed kutoka nchini Iran, lakini pia nao wametengeneza ndege kadhaa ambazo sasa zina uwezo wa kushambulia hadi katika jiji la Moscow lenye ulinzi mkali wa anga. Weekend iliyopita Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa katika mji wa Moscow na baadhi ya mikoa karibia zaidi ya 12 nchini Urusi. Hii ikidhihirisha kwamba bado kuna namna jeshi la Urusi linakwama, na wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ikiwa rais wa Urusi Vladimir Putin hatachukua hatua madhubuti katika kipindi hiki, ni wazi vita hivi huenda vikamshinda na hali kuwa mbaya zaidi nchini Urusi. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni ripoti yetu ya leo inaonyesha kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin kuna namna anashindwa katika kutimiza jukumu lake la vita ama operesheni yake maalum huko nchini Ukraine. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati